Viongozi wakuu 20 wa Irani waliouawa ndani ya siku 20 za vita. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imepoteza viongozi wake wengi tangu Marekani na Israeli zilipoanza vita dhidi yake wiki 3 zilizopita. Na ndani ya siku 20 tu za vita, idadi kubwa ya maafisa wa kijeshi, usalama na kisiasa wameuawa katika mashambulizi ya mfululizo ndani na nje ya Iran. Hata hivyo, orodha hii inaangazia takriban viongozi 20 waandamizi zaidi waliouawa, miongoni mwa wengi waliopoteza maisha katika vita hiyo. Irani ilimpoteza kiongozi wake mkuu Ayatollah Ali Khamenei pamoja na viongozi wengine wa juu kabisa katika siku ya kwanza ya vita, tukio lililoshtua dunia. Baada ya hapo, Irani ilianza kujibu mashambulizi hayo huku ikiapa kulipiza kisasi. Jeshi la Marekani limesema kuwa licha ya pigo hilo, utawala wa Irani bado haujaanguka kabisa kwa sababu baadhi ya viongozi waliouawa wamebadilishwa. Wakati huo huo, Israel imeendelea na mashambulizi yake na hata ikitangaza kuuawa maafisa 3 wa usalama ndani ya siku moja. Hawa hapa ni baadhi ya vifo vya viongozi wakuu vilivyoshtua dunia. Februari 28, siku ya kwanza ya vita, ilivyoangamiza uongozi wa juu. Viongozi wengi waandamizi wa Irani waliuawa katika siku ya kwanza ya vita, Februari 28 mwaka 2026. Mashambulizi hayo ya awali yalilenga moja kwa moja safu ya juu ya uongozi wa kijeshi na kisiasa ya nchi hiyo. Miongoni mwa waliouawa ni kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei pamoja na katibu wa baraza la majeshi na mshauri wake wa usalama Ali Shamkhani na mkuu wa majeshi Abdurrahim Masov. Vifo vya viongozi hawa vinaonekana kuwa pigo kubwa kwa mfumo wa uongozi wa Iran. Pia waliouawa ni mkuu wa wafanyakazi wa kikosi cha ulinzi cha mapinduzi IRGC Mohammad Pak na waziri wa ulinzi Azizi Nasdar, ambao walikuwa na nafasi muhimu katika kupanga na kusimamia operesheni za kijeshi za nchi hiyo. Aidha, maafisa wengine wa juu waliopoteza maisha ni Brigedia Jenerali Mohammad Sharaz, Brigedia Jenerali Saleh Asadi, Meja Jenerali Mohsen Darbagh, Brigedia Jenerali Akbar Ibrahimzadeh na Brigedia Jenerali Hassan Al-Tajik, hali inayoonyesha ukubwa wa pigo lililopata uongozi wa kijeshi wa Irani katika siku ya kwanza ya vita. Machi 3 hadi Machi 10, mashambulizi ya enea nje ya mipaka ya Irani. Katika siku zilizofuata, mashambulizi hayakusimama ndani ya Irani pekee, bali yalienea hadi nchi jirani kama Lebanon. Machi 3, Israeli ilitangaza kumuua Said Majid ibn al-Reza ambaye alihusishwa na Wizara ya Ulinzi ya Iran, katika hatua iliyoonyesha kupanuka kwa uwanja wa vita. Siku hiyo hiyo, kamanda wa kikosi cha Quds Reza Khazai aliuawa katika shambulizi mjini Beirut. Kikosi cha Qudai kinahusiana na operesheni za nje ya Irani, hivyo kifo chake kilionekana kama pigo kwa shughuli za Irani nje ya mipaka yake. Machi 10, mashambulizi makubwa yalifanyika katika hoteli moja Beirut, ambapo viongozi kadhaa waliokuwa wakikutana waliuawa. Jeshi la Israeli lilisema limewaua watu 5 akiwemo Ali Reza Bi Azal na Ahmed Rizoul. Wengine waliotajwa kuuawa ni Majid Hassani aliyekuwa akisimamia fedha za Irani nchini Lebanon, pamoja na Hussein Ahmadul na Abu Mohamed Ali. Irani kwa upande wake ilisema wanadiplomasia wake 4 pia waliuawa katika tukio hilo, jambo liloongeza mvutano wa kidiplomasia. Machi 14 hadi 19, viongozi wa juu waliendelea kushambuliwa. Kadri vita inavyoendelea, mashambulizi yaliendelea kulenga viongozi muhimu zaidi wa usalama na kijeshi. Machi 14, Israeli ilitangaza kumuua Abdul Mohammadi aliyedaiwa kuwa mkuu wa operesheni za makombora ya Hezbollah anayehusishwa na Iran. Siku chache baadaye, Machi 17,
Katibu mkuu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, Al-Lajirani, aliuawa katika shambulizi la anga. Larijani alikuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa, akiwa pia amewahi kuwa spika wa bunge kwa muda mrefu. Ndiye alikuwa mbunifu wa itikadi na masuala ya usalama wa nchi hiyo. Katika tukio hilo hilo, kamanda wa Basij Gholamrez Suleiman pia aliuawa, tukio lililoongeza shinikizo kwa Irani kujibu mashambulizi hayo. Serikali ya Irani ikaapa kulipiza kisasi dhidi ya waliotekeleza mashambulizi hayo. Machi 18, Israeli ilitangaza kumuua waziri wa ujasusi Ismail Khatib, hatua iliyodhihirisha kuwa mashambulizi yanalenga moja kwa moja mfumo wa ujasusi wa Iran. Hata hivyo, wachambuzi wanasema mfululizo huu wa mauaji unaweza kuongeza zaidi mvutano na kuifanya vita hiyo kudumu kwa muda mrefu.